الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaingia kuelezea makruhatu saum, mambo ambayo yamekirihishwa na kuchukizwa ukiwa umefunga, yani mambo yaliyokirihishwa katika funga. Kitu kuwa ni karaha katika sheria, maana yake ni kwamba sheria imekataza katazo ambalo si la kuharamisha, kinyume na kitu ambacho umekatazwa kwa njia ya haramu. Makruhu, sheria imekukataza, inakutaka ujiepushe na jambo hilo, jambo fulani mathalan, lakini ukilifanya jambo lile upatilizi, ukaandikiwa madhambi, lakini kule kulifanya kwako hakukupelekei wewe kupata thawabu wala kupata madhambi. Hili ndio makruhu. Hukumu yake yuthabu ala tarkihi imtithali. Wamesema mtu huandikiwa thawabu kwa kuiacha makruhu kwa njia ya kufuata maamrisho ya kwamba jambo fulani usilifanye, na wewe ukatii sam'an wa ta'atan, wa sitolifanya jambo fulani kwa kuwa sheria imenipendekezesha mimi kuliacha jambo hilo. Wala yu'aqabu ala fi'li, wala mtu apate madhambi kwa kuacha, kwa kupandamanisha makruhu, yani kwa kufanya jambo ambalo limekirihishwa. Tayeb, nafikiri hapo tumeelewana. Sasa tuingie kuelezea makruhatu saum, mambo ambayo ni karaha katika funga. Mambo gani ili ujiepushe na mambo hayo, hata kama hupate madhambi, lakini elewa nukta moja: ni jambo lisilopendekezesha katika sheria, kinyume na sunna, ni jambo linalochukiza katika sheria. Hivyo kuwaje wewe ukaliona ni jambo la kawaida mpaka ulitekeleze? Na ndio utaona katika haya mambo ambayo yamekirihishwa, ukiyafanya baadhi ya mambo yanakufutisha fadhila za ile somo, yani unapunguziwa daraja, zile thawabu zako utoenda kuzipata kamili, utaona ziko na nini, nukswani, ziko na mapungufu. Sasa tuyajueni mambo haya na tuyaepukeni kabisa, tujiepushe nayo. Ni mambo gani hayo ambayo ukiyafanya ni makruhu katika somo yako? Ni mengi, lakini tutataja baadhi, kama tulivyotaja baadhi ya sunna za saumu, na hapa pia tutataja baadhi ya makruhatu saumu. Jambo la kwanza ni alqubla, kumbusu mke wako. Tulielezea hili, nalo laingia kwenye nini, makruhatu saumu. Lakini busu ambalo halitokupelekea wewe kuingiwa na matamanio, halitoharakisha matamanio yako, lakini busu ambalo litaleta matamanio, ni kama tulivyosema kule nyuma, ni haram. Na wewe mwenye kutaka kubusiwa, mwambie tuheshimu somo yetu, tuheshimu mchana wa Ramadhani. Mchana huu si wakati wake, subiri usiku, lakini wakati huu usiridhie. Tayeb, jambo la pili ni dhauku taam, kuonja chakula bila ya dharura yoyote na bila ya kumeza. Kuonja chakula ni makruhu ikiwa ni bila ya dharura yoyote, lakini iwapo kunao dharura
kule kuonja kumeambatana na dharura. Wengine ni wagonjwa wa sukari, wengine ni wagonjwa wa figo, wengine ni wagonjwa kila aina. Magonjwa ni mengi, wengine hufai, wengine kuna pressure, chumvi hufai kuzidisha kiwango. Sasa yule hatakula yule futari, sukari hufai kuzidisha. Sasa kile chakula inapobidi uonje, ujue katika kukadiria ile test, lakini tumesema bila kufanyaje, bila kumeza. Ukionja alafu ukameza, somo yako itabatilika. Sijui kama kuna wanawake kufanya hivyo, uonja na wakameza ile mate, hiyo somo itabatilika. Lakini bila ya kumeza itakuwa sio makruh, ikiwa ni kwa dharura. Ila dharura ni makruh. Al-ihtijaa, kuumika. Tulieleza pia katika swali tuliloulizwa, mmoja alituuliza swali, na hapa ndio wakati wake. Kuumika ni kutoa damu chafu mwilini. Kuumika ikiwa umefunga mchana wa Ramadhani ni makruh, lakini wakati wa usiku sio makruh. Na tulieleza pia kwamba kuumika kumehimizwa sana katika sheria ya Mtume sallallahu. Ule usiku aliopelekwa al-Isra wal Mi'raj, aliporudi alihusia umma wake wafanye nini? Kuumike. Maradhi mengi tutaona kutokana na uchafu tulionao ndani ya miili yetu, lakini ukiondosha ule uchafu na pia ile magonjwa yanafanyaje? Yanapungua. Sasa ule ni mgonjwa, hatuna haja ya kuelezea kwa sababu zaidi ili tayari ilishaulizwa kwenye swala na tumelifafanua. Itakuwa ni kama kurudia maneno bila ya haja. Makruhu nyingine ni majul mai baada ya iftar, kuyatema maji baada ya kufungua madhi, bali baada ya kufungua ile somo yako, yale maji unayokunywa usiyateme. Wengine wakianza yale maji ya kwanza wanasukutua hivi, alafu wanayatema. Kwa sababu gani? Mdomo umebakia katika hali ambayo wanuka, ni kama mdomo mchafu. Sasa yeye anayatema yale maji kuondosha ile harufu, kuondosha. Lakini huo ni wasiwasi. Kuyameza yale maji ni baraka, si vizuri kuyatema. Hivyo yale maji ya kwanza yameza, siyatema. Kiatema kuondosha ile baraka na fadhila za saumu. Makruhu nyingine ni al-ghuslu bil-inrimas, kuoga kwa kuzamisha mwili, kupiga mbizi. Ili pia tulikuja tukalielezea kule, haina haja ya kulirudia tena. Ukiwa umefunga, si ruhusa kwako wewe, iwe ni josho la kisheria, yani maamura bihi, au iwe si mashrua, yani ghairi maamuri bihi. Ufai kuzamisha kichwa chako, mwili wako, ukiwa unafanyaje? Unaoga. Wengine wamekufunga baadaye wanaswili kwa kuogelea. Wewe kwa kufunga, wewe utafungaje wewe alafu uende swili kuogelea? Tena mchana wa Ramadhani. Sawa. Kwa hiyo makruhu mwingine ni asiwak baada zawal, kupiga mswaki baada ya kupinduka jua, yaani baada ya kuingia wakati wa dhuhuri, sababu jua likipinduka kutoka fi wasat as-sama, katikati ya mbingu. Jua linatoka wapi? Mashariki, si linatembea. Sasa linapoteremka sasa upande wa magharibi, sasa pale jua linaitwa limefanyaje? Limepinduka. Likipinduka pale kwa ni wakati wa dhuhuri. Sasa ukifika wakati wa dhuhuri, si sunna tena kwako kupiga mswaki. Kupiga kwako mswaki baada zawal, baada ya kuingia wakati wa dhuhuri na umefunga, ni makruh. Ikiwa mtu hajafunga, mfano hukufunga kwa udhuru wa kisheria, baada zawal, baada ya kupinduka jua, ni wakati wa dhuhuri, na wewe hujafunga, si katika watu waliofunga, usiache sunna kama hiyo. Piga nini? Mswaki, ikiwa hujafunga, kwa sababu kupiga mswaki kuna fadhila kubwa sana na ziko faida nyingi. Wengine wametaja faida zaidi ya 70 za kufanya nini? Za kupiga mswaki. Miongoni mwazo baadhi 2-3 ni kwamba yurhibul adu, kumwogopesha adui. Unaweza usiamini kumwogopesha vipi, kwani kupiga mswaki kuna alaka gani na kumwogopesha adui? Sunna za Mtume zina siri, wewe tukujui, lakini wale wanaozitekeleza, wale mutamassikini
wale wanaoshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wana kheri nyingi. Ndio maana unaona kuna watu hawaziachi sunna za Mtume, kwa sababu wale wanajua faida zake. Lakini wewe ambaye hutekelezi, huwezi kuona hayo, huwezi kujua hayo, huwezi kuona zile asrar za sunna za Bwana Mtume. Hebu mwangalie khalifa wa pili Saidina Umar. Wakati mmoja lilikuja shambulizi la kushtukiza, wakawa wameingizwa, wamevamiwa na maadui, na kila adui ubebe nini? Silaha mkononi. Malengwa na wakindwa ni nani? Ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam shahada dunia kitabu, wakiangalia hawana silaha za kupambana nao, mtafanya nini? Mtapigana nao kwa mikono kama zile filamu acting zile, watu 5 wa 10 mshika silaha, kisha wewe mmoja una chochote, udanganyana sana. Hayo ni mambo ya kirongorongo. Ili kweli Mungu amekupatia yako, nguvu zako, mikono yako, miguu yako, kisha ushindwe kujitetea, watu 10 hao watapigwa na mtu mmoja. Sasa Saidina Umar alikumbuka sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nayo ni kupiga mswaki, na kulikuwa kuna msitu mbele yao, miti tele, sio pigeni mjifiche, sikoe hicho cha kujificha. Aliwaambia pigeni, kateni miswaki, kuna sunna biacha, yani hamjaikumbuka kwa wakati huo, na hapa sunna iliyoko mbele yetu ni hii ya kupiga mswaki. Watu wakakata miti, kila mmoja na mswaki wake, sio ile miti kwenda kupigana nao, kila mmoja akawa apiga mswaki. Wale maadui walistop, walipoona mbona hawa wanafanya mambo gani? Angalia, ilikuja ikawatia hofu. Simameni bwana, hawa jamaa wanatia makali meno yao. Sasa hawa tayari washageuka, washakuwa mabaya sana, wanataka kukula kwa meno yao. Iliwaogopesha, na kuogopa si kitu ambacho ni Mungu mwenyewe hutia hofu kwa adui. Kwani maadui wangapi leo? Angalieni vita vinavyoendelea. Mungu hukusaliti kwa ule adui unayemdharau, na ukaja baadaye ukamwogopa, ukamwona ni mdogo kweli, kinavalia anaonekana mdogo, lakini Mungu pale anapokuja kutia hofu, wakiona sijui ni kama kitu gani, waliona ni kama jabali, kisha wanaanza kurudi nyuma na kuanza kuwa na hofu. Ile hofu haikuwepo ile hofu, lakini Mungu tu amewasaliti kukivunja kiburi chao, na wenye kiburi wengi husalitiwa kwa hilo jambo hilo la hofu. Angalia sasa hivi wangapi, maadui wangapi tena wameungana na kutangamana. Hiyo haitoshi, kiteknolojia wameendelea, wanajiita superpower, lakini hamjaona hofu ambayo Mwenyezi Mungu, si wanadamu. Watu sema Irani imeogopesha, si Irani ndugu zangu. Watu wanaoshikamana na Mwenyezi Mungu na kutaka kuwanusuru wanyonge, Mungu huleta nusura yake. Kwani matukio haya yametokea katika vita vingapi? Kwenye vita vya Khandak, tuelezee historia ya matukio hayo yalijiri wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. La tarakum sunnata nabiyikum la dhalaltum, wallahi ukiacha sunna ya mtume wenu mtadhalilika. Si kila mmoja, kinyume chake ni nini? Mafhumu al-mukhalafa. Mkishikamana na sunna za mtume mtanusurika. Angalia jamaa walifanyaje? Walikimbia kwenye uwanja wa vita, hofu iliwatawala mioyoni mwao. Hiyo ni sunna kuu. Na miongoni mwa faida za kupiga mswaki ni kwamba inakukumbusha shahada wakati wa mauti. Mwenyezi Mungu hulakinisha, husahilisha ulimi wako na kuweza kuitamka shahada. Leo ngapi waikosa shahada? Hiyo ni husnul khatima, watu wanaikosa. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna, yule ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni kutamka kalima cha la ilaha illa Allah, huyo mtu salama shafkatia tiketi, huyo tayari ashaingia peponi. Dakhala ni katika fi'l madhi, kitendo ambacho kishapita. Hakusema tayari kulul janna kwa fi'l mudhari, dakhala al-janna, huyo tayari ashaingia peponi. Ndugu zangu, faida ni nyingi za kupiga mswaki, nyingi mno. Labda ukitukunjukia wakati, siku nyingine tuje tuzieleze faida tu za kupiga mswaki.
hiyo haitoshi kuwa inakusaidia wewe kuitamka shahada. Husnul khatima ni jambo kubwa. Kuwa mwovu utakayokuwa, lakini ukipata husnul khatima umeokoka, na kuwa mwema utakayekuwa, ukikosa hiyo husnul khatima umefeli. Sasa kupiga mswaki na si ukaraha watu kwambia wakati wa kupiga mswaki ni pale unapotawadha, ile ni sunna nyingine, yustahabu siwaku fi kulli hal. Kwenye vitabu vya fiqh watu wameeleza kama Muqaddimatul Hadhrabiyya na vitabu vingine vyote vya fiqh sema imesuniwa kupiga mswaki katika hali yoyote. Kisha ziko sunna kuna wakati imekokotezwa zaidi. Sasa katika sehemu ambazo imekokotezwa zaidi kupiga mswaki ni unapotawadha, si hapo tu, na unapotaka kuswali pale umesimama unataka kufunga swala ukafanyaje? Ukapiga mswaki. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema vipi katika hadithi iliyopokewa hata kama iko na udhaifu katika isnadi, lakini anasema rak'atani bisiwaki khairun min 70 rak'atan biduni siwak. Raka mbili tu za kupiga mswaki, mbili ukasimama utaka kuswali raka mbili, kisha zile raka mbili zile ukazipigia mswaki ukahirimia ukafunga swala. Mtume sallallahu alayhi wasallam khairun min 70 rak'atan, ni bora kushinda raka 70 bighairi siwak, zisizokuwa na nini na mswaki. Hebu fikirisha, si Mtume hakulinganisha, si sawa, ni zaidi kwa ubora. Wewe unaswali raka mbili, basi umemzidi kwa ubora yule aliyeswali raka 70 bila kupiga mswaki. Kifa ikiwa hizo raka mbili zitaanza faradhi, mfano asubuhi au ni swala ya faradhi, wale wanaodumu na sunna ya kupiga mswaki. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho alikuwa akitembea hakosi vitu kadhaa, kimoja wapo ni mswaki. Mtume mpaka wakati wafa kwenye sakaratul maut amwambia Sayyidatina Aisha afanye nini, na Sayyidatina Aisha kwa kusugua meno yake, kwa nini akipigisha mswaki? Kisha Mtume akaeleza ile faida, bali wakati sakaratul maut akasema hii ni kusahilisha uchungu wa mauti, kio faida nyingine. Kwani haya ni maona ni mambo ya mitoto? Wakati wa sakaratul maut ni wakati wa maumivu na uchungu, inna lil maut la sakarat. Kisha baadhi watu wakafanya mambo ya mchezo, watu husia wasia mkubwa ambao hajawahi kuhusia, na wale ambao hawajapatiwa nafasi ya kuhusia wanamuomba Mwenyezi Mungu, nipe muda kidogo, watakufanya nini? Sasa aona wakati umeisha na kuna mambo mengi ameacha nyuma yake, nataka kuyafanya. Nataka kuhusia watoto wangu watapigana vita, nataka kuhusia taratibu ya mirathi, nataka kuhusia mtu fulani, nataka umechelewa bwana, wakati wako tayari. Hivyo basi, ndugu zangu, kupiga mswaki imesuniwa katika kila hali, isipokuwa kwa aliyefunga tena baada ya zawadi, baada ya kupinduka jua, baada ya kuingia wakati wa dhuhuri. Sasa mtaweza kuuliza sababu ni nini? Mbona ni kwa aliyefunga tena baada ya kupinduka jua? Jawabu lepesi, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika riwaya, la farufu famisai atyabu inda Allahi min rihi miski, harufu ya kanwa la aliyefunga, ile harufu yake ni mzuri, inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kushinda harufu ya miski. Sasa na wanazuoni wamesema kule kupiga mswaki kunaondosha harufu hiyo. Tayeb, na kwa nini iwe ni baada ya zawadi, sio kabla zawadi? Na wanasema kuwa baada ya zawadi kule ndio wakati ambao kanwa laanza kushika harufu, na ukitamani ni kweli ndio umepiga mswaki wakati wa daku pale karibu na alfajiri, si ndio sunna? Umechelewesha kula daku, baada ya kula daku ukapiga mswaki wakati ule, kisha usipige mswaki mpaka wakati wa dhuhuri, utaona ule muda ndio sasa ndio muda ambao mdomo unaweza kushika nini, kushika harufu. Na pia vile vile haikukirihishwa kabla zawadi, kabla ya jua kupinduka. Kwa hivyo kuiheshimu hadithi hii ili upate fadhila mpya ni uache kupiga mswaki baada ya jua kupinduka. Tayeb, hebu tuyalete masala ya kupiga mswaki kwa kutumia dawa. Yafaa kwa mtu aliyefunga au haifai? Yafaa, lakini ni makruhu, si uzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu lau bahati mbaya ile dawa ile ni aini, ni kitu ikateremka bahati mbaya katika kupiga mswaki, yale mate yametangamana na nini na dawa ile, ni dawa baada ya mdomoni, bahati mbaya ikaja ikafanyaje, ikashuka saumu yako ikabatilika. Kwa hivyo wewe mwenye kupiga mswaki kwa dawa, kuwa makini.
Hakuna masala ya kuwa ni bahati mbaya. Jua kwamba leo basi atapiga mswaki kwa dawa, basi hakuna cha bahati mbaya. Hilo ni onyo. Chagua atakayopiga kwa dawa au bila dawa. Wanazuoni wamependekezesha ule daku, wakati wa daku mwisho ile karibia na alfajiri, uanze kutumia mswaki. Kwa nini? Kwa dawa. Piga wakati ule, hutohitaji tena kupiga kwa dawa mpaka wakati gani? Mpaka wakati wa usiku. Kwa hivyo mtu awe makini na haya mambo, ili kisha baadaye asije akajutia, ilikuwa bahati mbaya, maji yameingia tu bahati mbaya, siko kutaka kwangu. Na pia vile vile katika makruh nyingine yafuata kama hivi, almubalagha fil madmadha wal istinshaq, kupaliza katika kusukutua na katika kupandisha maji puani. Tumesema ni sunna, ukisukutua upandishe maji zaidi, na ukipandisha maji puani upandishe maji zaidi, bali unatoka wadha. Ni sunna, lakini si kwa aliyefunga. Kwa aliyefunga anafanya kwa upole. Mubalagha imesuniwa kwa asiyefunga, imefusuniwa kwa mtu ambaye hajafunga, lakini kwa aliyefunga hairuhusiwi kufanya mubalagha. Usipandishe maji zaidi, sababu bahati mbaya maji yakishuka, basi saumu yako nayo itafanyaje? Itabatilika. Makruh nyingine ni al-alq au al-ilq, wanasema ni madhul luban. Kuna baadhi ya sehemu wanapenda sana kutumia ule ubani, ile pepo, nafikiri pepo ya moto, pepo ambayo haiku, yani si ubani ule wa ambao uko na ile tamtamu, sio hii, haina sukari, haikutiwa sukari. Ile pia kutafuna tu hivi au wengine wanaifunja pengine atakufukiza menda pale kwenye kisomo nini, ile haitakikani kufanyaje? Kutafuna. Ni makruhu katika makruhatu saumu. Tayeb, umakruhu mwingine hapa tuweni lakini sana ni tanawulu shahawati mubaha min almashmumati au almubsarati au almasmuati, yani kuchukua au yani kuchukua, si kwa maana kuchukua hivi, yani wewe mwenyewe kujikurubisha, kufanya mambo ambayo ni ya matamanio ya mubaha. Kama nini? Kuna zile ambazo ni za kunusa, wanasema kama mafuta mazuri, hizi perfume hizi hazitakikani. Hata kama hutii kwenye nguo yako au kwenye mkono wako, hizi ni nini? Hizi ni shahawati mubaha, ni halali, lakini ukiwa umefunga kataa. Mtu amekuja na mafuta mazuri akakuambia sio wakati wa saumu. Wakati wa saumu usijitie manukato. Kujitia manukato makruh katika makruh ya saumu. Hiyo ni katika almashmumat. Almubsarat niyo sasa kuangalia watu wengine wakifunga wanapenda kuangalia hizo nini, twaje, movies. Wengine wanapenda kuangalia mpira, hizo pia hazitakikani. Au masmuat sasa niyo penda wewe kusikia vitu ambavyo vya kuburudisha, ukivisikia kama nyimbo bila zile ala zake. Maana nyimbo ikitangamana na zile ala zake kama magita, yale yameharamishwa katika sheria. Mazumari na tarumbeta yale yameharamishwa. Mtu sio kwambia bana kusikiliza nyimbo si haramu. Ni haramu ikiwa nyimbo imetangamana na hizo ala. Ni haramu, hizo ala zimeharamishwa kusoma kwenye vitabu vya fiqh. Na leo watu wengi wameathirika na hizi nyimbo. Mpaka watoto wadogo. Mtoto wako mdogo badala ya kufundisha bismillah aweze kutamka kitu cha kwanza, aweze kuimbia nyimbo nusu yake, hata kama si yote. Ni hasara kubwa kwa watoto wetu jinsi tunavyowajenga. Na kitu cha kwanza watu yapeleka na sala na nyimbo zingine za Kikristo, kija nyumbani na kuja kuimbia nyimbo ya Kikristo. Wewe sura Al-Fatiha hujafundisha ambapo ni nguzo katika swala, hata swali vipi? Ni muhimu tuweni makini. Na kathratul shab'i wan nawm, kushiba sana na kulala sana. Usishibe sana pale wakati wa kula daku, na wakati wa funga usipende kulala sana, sababu haya mambo yanaondosha ile faida ya saumu. Na faida ya saumu ni kujizuilia kutokana na matamanio hata ya halali, kama tulivyoeleza. Haya ni baadhi, lakini ni mengi. Inshallah tutakoma hapa kwa ajili ya wakati. Kesho Mungu akipenda, labda tutaingia kwenye maudhui ya al-i'tikaf. Maana tuelekea tukombane tena kuelekea kwenye 10 la mwisho, na 10 la mwisho ni 10 ambalo limepotezwa sana watu wakati i'tikaf, lakini tutazungumzia 10 la mwisho. Tutaanza kwenye hili 10 la pili, ili 10 la mwisho ujue utajiandaa vipi katika kwa namna ambayo wewe utajifunga kwenye misikiti. Mwenyezi Mungu atujalie kwa haya ومن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.